waandishi wa habari, nichukue fursa hii pia kutoa pongezi zetu za dhati kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassani ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aidha, kwa Daktari Hussein Ali Hassan Mwinyi ambaye ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar na Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, kwa kuitekeleza vyema ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ambayo imekuwa msingi imara wa umoja, amani, upendo na maendeleo kwa Wazanzibari na kwa Tanzania kwa ujumla. Pia tunapenda kuchukua fursa hii kuwapongeza viongozi wetu kuanzia timu ya naibu katibu mkuu Zanzibar, viongozi wa CCM mkoa, viongozi wa CCM wilaya, viongozi wa CCM jimbo hili la Kojani, viongozi wa wadi, kwa kuitekeleza vyema ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ambayo inalenga kukijenga chama chetu kuwa imara, hasa katika kipindi hichi cha kuelekea kwenye uchaguzi mkuu. Ndugu waandishi wa habari na ndugu wanachama, sote ni mashahidi timu ya naibu katibu mkuu inapopiga kazi, kiongozwa na naibu katibu mkuu, lakini sambamba na Comrade Hamisi Mbeto, katibu wa siasa na uenezi, wanafanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba chama hichi cha Mapinduzi kinakuwa imara na kinaendelea kushinda katika chaguzi zote za dola. Ndugu wanachama na waandishi wa habari, kwa furaha kubwa tunatoa shukrani na pongezi zetu za dhati kabisa kwa mbunge wa jimbo letu la Kojani CCM Mheshimiwa Ahmadi Hassan Chande ambaye amekuwa mstari wa mbele katika kuziunga mkono juhudi za viongozi wetu wa kitaifa na kuzitafsiri kwa vitendo, hasa katika kukijenga Chama cha Mapinduzi ndani na nje ya jimbo la Kojani, sambamba na kuitekeleza kwa vitendo ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2020-2025. Ndugu waandishi wa habari na ndugu wanachama, sote ni mashahidi kazi kubwa inayofanywa na Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kojani Mheshimiwa Ahmadi Hassan Chande. Haijawahi kutokezea kwenye historia ya jimbo hili tangia uchaguzi wa mfumo wa vyama vingi 1995. Miaka mitano ya Mheshimiwa mbunge Ahmadi Hassan Chande imekuwa ni kioo, imekuwa ni fursa ya kuonesha kwamba namna gani watu wanapaswa kuongoza wanaposhika nafasi za uongozi mbalimbali. Ndugu wanachama na waandishi wa habari, mantiki ya mkutano wetu huu wa leo ikumbukwe ama itakumbukwa kuwa siku ya Jumatatu ya tarehe 28 mwezi wa 4 2025, chama cha ACT Wazalendo kilifanya mkutano wa hadhara katika viwanja vya Uondwe Mtambwe muda wa alasiri, ambapo mgeni rasmi alikuwa mwenyekiti wa chama hicho na makamu wa kwanza wa rais ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Othman Masoudi Othman. Kupitia mkutano huo, mwenyekiti wa mkoa wa Wete aliudanganya umma kuwa eti kuna timu mchanganyiko ya vijana na akina mama kutoka maskani ya CCM iliyopo jimbo la Kojani, shehia ya Kambini. Tunafahamu sote na tunafahamu vyema propaganda ndiyo inatokana na kazi nzuri inayofanywa na viongozi wetu wa CCM, ambayo imeanza kuwapatia pressure na sasa kufikiria kutengeneza uzushi
wa kukichafua chama chetu na viongozi wake. Ndugu wanachama na waandishi wa habari, kupitia kauli hiyo ya mwenyekiti wa mkoa wa Wete, mimi mwenyekiti wa CCM tawi la Kambini, kwa niaba ya viongozi na wanachama wenzangu, napenda kuujulisha umma mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, ukubwa na ukomavu wa kisiasa wa Chama cha Mapinduzi haukuwahi kushindwa, haushindwi na hautoshindwa na chama chochote cha siasa Tanzania, insha Allah. Tunaposema maneno hayo tunamaanisha kutokana na vigezo vifuatavyo. Chama cha ACT Wazalendo ambacho leo kina viongozi wake ambao kwa namna moja ama nyingine wanaanza kuleta chokochoko, wanaanza kutengeneza uzushi, wanaanza kutengeneza propaganda ambazo hazina maana, basi kihistoria tuelewe kwamba Chama cha Mapinduzi kilizaliwa mwaka 1977 na hadi leo kina umri wa miaka 48. Kwa hiyo kwa Tanzania huwezi ukalinganisha ukubwa wa Chama cha Mapinduzi na chama chochote cha siasa. Lakini chama hicho cha ACT Wazalendo kilianzishwa 2014 hadi leo kina umri wa miaka 11. Kwa hiyo leo kwamba CCM ni mfano wa bahari. Kadri unapojaribu kutengeneza propaganda, unapojaribu kutengeneza uzushi, unapojaribu kutengeneza skendo tofauti za kutaka kukichafua ima chama au kuwachafua viongozi wake, basi waelewe kwamba CCM ni mfano wa bahari, hakichafuki kwa kupitwa na chombo chochote. Tunaona bahari hata likapita meli kubwa vipi linapita baadaye, kwa ukubwa wa bahari ilivyo, bahari haiwezi ikachafuka. Namba 2, tawi letu hili la Kambini CCM limeundwa na mashina 7 au limeundwa kwa mashina 7. Kwenye mashina hayo hakuna mwanachama wetu hata mmoja ambaye ametoka na kuhamia chama chengine. Na kama yupo, kama alivyosema mwenyekiti wa wilaya wa mkoa wa Wete, basi atoke hadharani athibitishe mambo mawili yafuatayo. Jambo la kwanza, tunamtaka atuoneshe kama kweli Kambini kuna maskani ya Chama cha Mapinduzi ambayo ilikuwa na vijana na akina mama waliingia katika chama cha ACT Wazalendo. Atoke hadharani atuoneshe kadi zilizorejeshwa za Chama cha Mapinduzi na watu wakachukua kadi za ACT Wazalendo. Atoke atuoneshe kama wanachama wa ACT Wazalendo walivyotoka katika viwanja vya Kiwani. Sote ni mashahidi, kampuni ya Hija walitoka na kadi zao, walitoka na uniform zao, zote wakaenda kuzikabidhisha kwa makamu mwenyekiti, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Sasa na yeye kama kweli ana ushahidi na kilichotokea ni kweli, atoke atuoneshe kadi za wanachama wa Chama cha Mapinduzi la tawi la Kambini jimbo la Kojani ambazo zilirejeshwa na watu wakajiunga na chama cha ACT Wazalendo. Lakini kama hiyo haitoshi, tunamtaka atuambie hao wanachama waliotoka wanatoka katika shina lipi kati ya mashina 7 ya tawi letu. Hivyo inavyoaminiwa, hao vijana ambao waliwatengeneza kwa ajili ya propaganda na kutaka kuchafua taswira ya Chama cha Mapinduzi tawi la Kambini na jimbo la Kojani kwa ujumla, hao waliotengenezwa basi wote wanaishi katika upande wa shina namba 4. Daftari letu sisi hili hapa la shina namba 4. Waje watu waambie huyo ambaye alikuwa anaitwa ni mwenyekiti wa hiyo maskani, bila shaka majina yote wanayo, waje watuoneshe kwenye daftari hili shina namba 4. Kama yupo watatuambia huyu fulani bin fulani alikuwa ni mwanachama wenu, kadi yake hii hapa, katoka CCM kaja ACT. Lakini wasiudanganye umma. Chama cha Mapinduzi kupitia katiba yake kuna sifa
na kuna taratibu za vipi mwanachama anaweza kuomba na kujiunga na kukubaliwa kuwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Bila shaka majina wanayo, waje watuambie huyu alipita hapa kwa ajili ya kutaka kujiunga na Chama cha Mapinduzi na akajiunga na leo katoka. Kwa sisi tunawahesabu ni wababaishaji ambao walitengeneza na wakatengenezwa kwa ajili ya kutaka kuchafua. Lakini kama nilivyotangulia kusema kwamba Chama cha Mapinduzi ni mfano wa bahari, hakichafuki kwa kupitwa na chombo. Ndugu wanachama na ndugu waandishi wa habari, namba 3 hiyo inayosemwa kwamba kuna timu ya vijana mchanganyiko ambao wanatoka katika maskani ya Chama cha Mapinduzi, jimbo la Kojani, shehia ya Kambini. Namba 3 tunasema ndani ya tawi letu la CCM Kambini tunazitambua maskani 2 tu za Chama cha Mapinduzi, na maskani ambazo tunazitambua, maskani ya kwanza ni maskani ya vijana iliyopo mkabala na ofisi hii ya Chama cha Mapinduzi, pamoja na maskani ya Daktari Hussein Ali Mwinyi iliyopo Hindi. Hizo ndizo maskani ambazo sisi kama Chama cha Mapinduzi tawi la Kambini ndio tunazitambua na tunazilea. Hatutambui na hatuna maskani nyingine ya aina yoyote. Hizo wanazitambua wao na maskendo yao wanayoyatengeneza. Ndugu wanachama na ndugu waandishi wa habari, haitaki tochi. Kwa haya wanayoyafanya sasa, wenzetu wamepagawa na maendeleo yaliyofanywa na mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kojani ndani ya miaka 5, kwani haifikii hata thuluthi ya miaka 30 ya uongozi wa bunge na wawakilishi na madiwani wa upinzani